Timu ya taifa ya Afrika ya Kusini kunako siku ya jana, kocha Hugo Broos ametangaza kikosi cha wachezaji 54 kwa maana provision squad, kikosi cha awali cha wachezaji 54 ambao kati ya hao atachagua wachezaji tunasema ni 20 na ngapi, 25 26 sijui, kwa ajili ya kwenda kwenye michuano ya kombe la mataifa barani Afrika AFCON 2021. Lakini kwenye group la wachezaji 54, Neo Maema, Rushen De Reuck ambaye anaimbwa kwenye ligi yetu hivi sasa, hawajapata nafasi hata ya kufikiriwa kuingia katika kikosi hicho. Hem, tuzungumze. Inatoa taswira gani hapa? Inatoa taswira gani? Aina ya quality tunazosajili kuleta kwenye ligi yetu hazitoshelezi, ama pengine inawezekana kwa ni wachezaji bora lakini mahitaji ya mwalimu hayaendani? Na kama hayaendani, mniambie kivipi? Nini kinaangaliwa kingine tofauti labda na kiwango? Ngoso. Mimi nafikiri usajili wa timu zetu nyingi unasajili majina makubwa ambayo yalikuwepo kihistoria zaidi, lakini sio kwenye current form. Okay. Neo Maema ni kati ya wachezaji ambao walikuwa wazuri sana na walishafanya vizuri hata kwenye timu ya taifa hiyo. Kwa nini sasa hivi anaonekana kama ni mchezaji wa kawaida? Ni kwa sababu alisajiliwa kipindi ambacho alikuwa ametoka kwenye majeraha, lakini ni mchezaji ambaye mwenye jina kubwa. Na hiyo ndio orodha. Ngoso anaweza kaona mtazamaji wakati anaendelea kuzungumza anaweza kaona pitia hapo kaangalia walinda mlango peke yake wako walinda mlango 6. Hapo kuna Neo Maema hakuna. Kina Neo Maema hakuna. Yes, maana yangu ni kwamba kuna factors zaidi ya moja. Factors ya kwanza ni wachezaji ambao tunawaleta kwenye ligi zetu ni wachezaji fresh au ni wachezaji ambao wako rejected. Okay. Yes, ukienda kumwangalia Neo Maema, ukimwangalia Rushain, wote hao ni rejected. Ni reject wa Mamelodi Sundowns. Unaposema reject maana yake ni wachezaji ambao hawahitajiki. Okay. Kama sehemu ya chaguo la kwanza kwenye klabu ya Mamelodi Sundowns. Kwa hiyo hata form zao hazijawa vizuri na hata muda wanaopata kucheza kwenye walipokuwa Mamelodi Sundowns haukuwepo. Kwa hiyo kilichofanyika ni kwamba Mamelodi Sundowns anasafisha kikosi chake, anaona okay, huyu na huyu tukupeleke sehemu fulani. Kwa hiyo sisi tunaona kama wale ni wachezaji muhimu sana, wakati kwa Mamelodi wanaonekana kama ni wachezaji ambao sio muhimu. Kwa hiyo aina ya wachezaji ambao tunasajili mara nyingi ni wachezaji wenye historia kubwa, lakini wana form ya chini. Shikilia hapo. Kelvin. Ngoso amesema kauli moja kwamba sisi tunasajili wachezaji ambao tunaona kama muhimu lakini sio muhimu. Kwa haya maingizo ambayo tunayazungumza hapa ndani ya Simba Sports Club, ni muhimu ama sio muhimu? Kwa upande wa plan zao ni wachezaji muhimu. Okay. Malengo ya Simba msimu huu ni yapi na aina wachezaji ambao wamewasajili wanawasaidia vipi katika kutimiza hayo malengo. Lakini ukienda kutazama squad ya Simba imepungua ubora kwenye idadi ya wachezaji ambao wanaweza kuwakilisha mataifa yao katika michezo mbalimbali. Kwa sasa hivi ambao wanaanza unahesabu hawazidi hata wawili. Okay. Yaani kwa haraka ni Kamara, Dese Mukwala, Dennis Kibu akiwa fit of course kwenye timu yetu tunamhesabu. Shomari vipi? Au ni 50-50? No, mimi nafikiri wachezaji wa Kitanzania wengi wanaweza kupata nafasi. Wachezaji wa lakini wachezaji ni wa nje wa kimataifa. Ndio hapo tunamweka sasa Dese, si ndio? Dese baada ya hapo Nabi na Dese mwenyewe sio kwamba michezo yote anaanza. Ni to and fro motion. Manake leo anaanza, kesho haanzi. Okay. Sio naeleka vizuri. Kwa hiyo sio mchezaji kusema kwamba Uganda wanaita timu lazima acheze. Hapana. Wale ambao wanani starter kwenye timu zao za taifa. Yaani unaanza na wa kwanza ni Musa. Kwa hiyo tuseme Mukwala na uhakika wa kuitwa, lakini kwanza hii ni shughuli nyingine. Okay, sawa. Musa Pini Kamara ndio mwenye uhakika na nafasi kwenye timu yake ya taifa. Kapombe ambao wanaweza kuanza kwa sasa hivi. Wa kimataifa kwamba wa kimataifa sasa ndio shughuli inakuja hapo. Taifa ndio shughuli, lakini unaanza kwa hesabu Musa, Nabi Kamara yule si anacheza kule wa. Ndio hicho kama cha Dese Mukwala. Yaani ndio kaya Dese Mukwala. Yaani ni mmoja tu ambaye ndo angalau anaweza kaanza kwenye timu yake ya taifa. Okay. Na hiyo toka kipindi kile walikuwa na wachezaji wengi wanaanza kwenye national team kwa sababu hata performance ya Simba kwenye mchezo wa kimataifa ilikuwa inatisha. Ilikuwa ni kubwa, ndani hapa ilikuwa inatisha, ilikuwa ni kubwa. Lakini huo ubora wote umepungua tangu walipoanza kukosa hayo makombe, na hata ushawishi wao kwa wachezaji wa aina hiyo nao pia umepungua kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo watu wasisikitike kuona kina Neo na Rushen hawaitwi sasa hivi. Sio wachezaji wabaya. Talented, lakini
fomu zao haziruhusu wao kwenda kuitwa kule, na hata Simba nao hawana tena hiyo influence ya kuvutia wachezaji wenye hiyo quality. Mchezaji ambaye anatumika timu ya taifa na club ni mchezaji ambaye katika nafasi yake yoyote ana deliver kwa ubora mkubwa kwa zaidi ya 50%. Huyo ndio mchezaji ambaye anasema tishio kwenye timu yako na hata timu ya taifa yanahitajika. Sasa shikilie hapo hapo, tukirejea Ngoso, shikilie hapo hapo, tukirejea Ngoso, mtakuja mniambie vizuri kwamba sasa aina ya orodha ya wachezaji walioitwa pale vipi, tukiweka mzani mtaniambia pia, kwa sababu nimeambiwa pia Thembinkosi Loch ni mmoja kati ya watu ambao hawajajumuishwa licha ya kukiwasha sana akiwa na Wydad Club Athletics, na mmoja kati ya kauli ambayo ilitajwa na kocha Hugo Broos, umri ni kitu muhimu. Anasema siwezi kuita wachezaji ambao siwaoni kwenye kesho ya timu ya taifa. Pengine hicho ndio ambacho kinawatafuna pia wachezaji wa Simba, tutazungumza hapa.